Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Twenzetu kwa Yesu 2025. Bado sijasikia. Twenzetu kwa Yesu 2025. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ya kipekee na ya upendeleo ambayo ametupa katika muda huu wa usiku, na kipekee kuweza kuwa mnenaji katika mada hii ya ishi kwa malengo. Awali ya yote nimshukuru sana Baba Askofu Dr. Alex Malasusa kwa kukubali na kulikaribisha katika nafasi ya kuwa mnenaji mahali hapa, na kipekee sana nikushukuru msaidizi wa askofu ndugu yangu Chedi kwa kuweza kunikaribisha, lakini pia kwa kuweza kuwepo mahali hapa. Nitambue uwepo wako makamo mkuu wa chuo Profesa Mwamila pamoja na DVC. Nitambue uwepo pia wa chaplain wa mahali hapa mchungaji Walalaze. Nitambue pia uwepo wa mkurugenzi wa Upendo Media dada yetu Negda. Lakini nishukuru pia na nitambue uwepo wa wafanyakazi wote wa DATU pamoja na wanachuo wote na kila wanachuo wa vyuo mbalimbali ambao wako mahali hapa. Twenzetu kwa Yesu 2025. Mada ambayo tunaisimamia Twenzetu kwa Yesu mwaka huu ni mada inayosema ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Na andiko ambalo tunasimamia katika mada hii ni kutoka Yeremia 29 aya ile ya 11. Mungu anajifunua kwa nabii Yeremia aseme na watu wake wakiwa katika mahangaiko, wakiwa katika maisha ambayo hayana mwelekeo. Anawaambia, maana na yajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Katika versions mbalimbali za Kiingereza ikiwemo version ya New International Version inasema, for I know the plans that I have for you. Kwa hiyo katika kila mahali penye neno mawazo, tafsiri ya versions nyingine inazungumza kama Mungu anajua malengo, makusudi alionayo juu yetu, makusudi ya kutuwazia mambo yaliyo mema, malengo yaliyo mazuri, lakini pia mwisho wa safari hiyo kuweza kutupa matumaini. Kwa hiyo ninapoitafakari mada hii na wakati najiuliza na kuja kusema nini katika usiku wa leo, na hasa katika kada hii ya vijana, na hasa katika mazingira ambao mupo katika vyuo, jambo la kwanza ambalo nililiona katika mstari huu kwamba kuishi kwa malengo sio jambo la kuamua kwamba aidha niishi kwa malengo au nisiishi kwa malengo, kwa sababu hata kuwepo kwetu ni matokeo ya malengo ya yeye Mungu aliyetumba. Kisoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema Mungu akasema na tumfanye mtu. Kwa hiyo Mungu ana plani na tumfanye mtu, halafu mtu huyo aende akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Kwa hiyo mwanadamu ni matokeo ya lengo la Mungu kwa uwepo wa mwanadamu. Ndio jirani yako mwambie, wewe ni matokeo ya malengo. Sasa kama sisi wenyewe ni matokeo ya malengo, ni very obvious kwamba hatuwezi kuishi pasipo malengo. Kuishi pasipo malengo maana yake ni kujikataa. Kwa tafsiri nyingine ni kujipoteza. Kwa hiyo ni jambo lisilopita.
Lakini niseme hivi, katika jamii yoyote, mwanadamu yoyote, ili aweze kuheshimika, mara nyingi heshima inatokana na mafanikio mtu aliyoweza kuyafikia, mafanikio yanayoonekana katika jamii. Na mafanikio hayo hayaji tu kutoka hewani, ni matokeo ya kuishi kwa malengo. Kwa hiyo ukitaka kuheshimika, nikitaka kuheshimika, jambo la kwanza lazima nifahamu, lazima niishi kwa malengo, ili malengo yaweze kuleta matokeo yatakayoonekana kwa wazi. Kwa tafsiri nyepesi, hatutakuheshimu kwa sababu una degree kadhaa, hatutakuheshimu kwa sababu una PhD kadhaa. Tutakuheshimu baada ya kuona matokeo ya degree ulizozibeba. Tutakuheshimu baada ya kuona matokeo ya masters ulizozibeba. Lakini kufikia hapo hauwezi kufika kirahisi, lazima kuwepo na malengo. Na ndio maana mnaweza mkatoka na degree za aina moja katika chuo, lakini hatima ya mafanikio yenu haifanani, kwa sababu kila mmoja inategemea malengo aliyoweka katika taaluma ile aliyoipata. Ni maombi yangu na matumaini yangu usiku huu wa leo, isiwepo degree holela, bali zote zikaishi katika malengo katika jina la Yesu. Isiwepo taaluma holela, bali kila mmoja ikalete matokeo. Lakini zaidi sana niseme bahati mlionayo, na hasa wanachuo ambao mnanisikiliza wakati huu, ambapo asilimia kubwa ni rika la ujana, ni vijana. Kama kuna bahati ya kipekee, ni umri mlionao wa ujana, kwa sababu umri wa ujana ndio umri ambao una nafasi ya kuweza kuweka malengo, halafu malengo hayo yakatoa hatima ya uzee wako, yakatoa hatima ya maisha yako ya baadaye, yakawa na tumaini kama jinsi Mungu alivyokusudia mawazo ya maana. Shawahi kusikia wimbo fulani unaimbwa zamani kidogo, ujana maji ya moto, ujana. Unafahamu? Mfahamu? Sijifanye wa kiroho sana. Wanaofahamu wanipungie mkono. Ujana maji ya moto, ujana. Kama unafahamu tuimbe kidogo. Ujana maji ya moto, ujana. Turudia tena. Ujana maji ya moto. Chapi hawa ndio waumini wako. Yule mwimbaji ukumbele anaendelea kusema, nikiukumbuka uzee silali, ninakonda kwa mawazo. Sio kwamba uzee ni mbaya, lakini nguvu ya kufanya maamuzi katika uzee haifanani na nguvu ya kufanya maamuzi katika rika la ujana. Rika la ujana una nafasi ya kuamua mambo mbalimbali, una nafasi ya kuweka malengo mbalimbali. Na wazee wengi ambao hawakutumia ujana wao sawa sawa katika kuishi kwa malengo, wamefika katika umri wa uzee, future yao imeharibika. Wakikaa hivi wanatamani kama inawezekana siku zirudi nyuma, warudishwe katika umri wa ujana ili waweze kuishi na kupanga malengo yao sawa sawa. Umri ule ambao wanautamani wao hawezi kupata, wewe kijana leo unao. Mungu akupe neema ya kuishi kwa malengo ili utengeneze maisha yenye future ndio. Kwa sababu tunaangalia mada hii ya kuishi kwa malengo, ni mada muhimu sana, na hasa kama tupo katika rika la ujana. Hujawahi kukuta wazee wanakuambia au unawasikia wanasema, yani wewe bahati yako ungelikuta enzi zangu. Kimuuliza enzi zako zipi? Za ujana. Kwa sababu ndio enzi ambazo alikuwa ana uthubutu katika kiwango cha juu sana. Hasa ni kiwango
hicho cha thamani kilivyo katika ujana, lakini cha kusikitisha sana, inawezekana tusijue kama vijana thamani ya ujana tulionao, na hasa katika kuishi kwa malengo. Mungu atupe kuliona hiyo. Sasa nataka nizungumze mambo machache ya kuzingatia ili uweze kuishi kwa malengo. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu ni mchache sana. Najua kuna muda mwingi wa kusifu na kuabudu. Hata kusifu na kuabudu nako pia kunahitaji malengo. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo linahitaji malengo. Kwa hiyo nitazungumza mambo machache kwa haraka tu ya kukusaidia, ya kunisaidia katika safari ya kuishi kwa malengo. Jambo la kwanza katika kuishi kwa malengo, hakikisha unamshirikisha Mungu malengo yako. Kama kijana, najua una malengo. Ili malengo yako yawe na mafanikio, yawe productive, ufikie kuachieve mafanikio yanayostahili, hatua ya kwanza, mshirikishe Mungu malengo yako, kwa sababu Mungu mwenyewe yeye ana malengo juu yetu. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuona neema ya Mungu ikisafiri na wewe pale ambapo umemshirikisha Mungu malengo yako. Sasa malengo yachukue katika nyanja mbalimbali, lakini katika hatua ambayo unataka kufika, angalia kwa namna gani malengo yako umeweza kumshirikisha Mungu. Na mara nyingi niseme kwamba maisha yasiyomshirikisha Mungu ni vigumu sana kuona mafanikio, ni vigumu sana kuweza kuona ustawi. Kwa hiyo chukua pointi hiyo ya msingi, kama Mungu anavyosema katika Yohana 15, ninyi pasipo mimi hamuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ona kijana, katika malengo ulionayo, pasipo Mungu, pasipo Yesu, hatuwezi kufika popote. Lakini jambo la pili, amini juu ya lengo lako. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi wana mashaka na tunatiliwa mashaka katika mambo mengi. Ili uweze kufanikiwa katika malengo yako siku zote, jambo la msingi, amini juu ya lengo lako. Usipoamini na kukosa uhakika juu ya lengo lako, ni vigumu kuweza kufikia lengo lako, ni vigumu kuweza kufikia katika ukomo wa mafanikio yaliyokusudiwa. Yaani ni kama mtu unafanya kitu lakini huna uhakika kama unachokifanya kitakufikisha mahali fulani. Na hapa niseme pia, hata unapochagua kozi, usichague kozi kwa sababu shoga amechagua kozi hiyo. Usichague kozi tu kwa sababu rafiki amechagua kozi hiyo. Hapana, chagua kitu ambacho unaamini juu ya hicho. Mimi hapa leo ni askofu. Usidhani ni safari iliyofikiwa tu hivi hivi kiholela. Tangu nikiwa shule ya msingi niliweka lengo la kuwa mchungaji. Shule ya msingi nikaweka lengo la kuwa mchungaji. Kwa hiyo hata katika kuishi kwangu tangu nikiwa mdogo ninaendelea kukua, lakini mambo mengi nilikuwa nayaendea nikiyaishi kwa lengo nililoliweka. Kwa hiyo nilianza kuishi kichungaji hata kabla sijawa mchungaji, kwa sababu tayari nina lengo la kuwa mchungaji. Hasa sijui una lengo la kuwa nani. Kwa hiyo amini juu ya lengo lako, halafu chukua nafasi ya kupractice, ya kuishi katika hilo lengo lako mapema. Hiyo itakusaidia kuweza kurahisisha safari yako na kufanikisha lengo lako. Jambo la tatu, weka lengo linalotekelezeka. Sema linalotekelezeka. Sema linalotekelezeka. Maandiko yanasema kila mmoja na andie kwa kadiri ya neema aliyopewa. Kwa hiyo jipime mwenyewe, jitafute mwenyewe, halafu ona kwamba je, katika lengo hili nina uwezo wa kuweza kutekeleza? Lengo hili linatekelezeka? Mimi wanapenda sana kusikiza muziki wa secular music, hata wa vijana. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa 20%. Wangapi mlikuwa mnamsikiliza?
20%. Asante. Upo kadhaa hapa. Kuna wengine wanajifanya wa kiroho sana. Kwamba 20%, moja ya wimbo wake anaoimba anasema hawezi kuongea, analazimisha kuimba. Usha kusikia wimbo? Kwa hiyo mtu unaweka lengo la kutaka kuja kuwa mwimbaji, lakini kuongea kwenyewe mgogoro. Hilo ni lengo lisilotekelezeka. Kwa hiyo kama unataka kuwa mwimbaji tena kwa kiwango cha juu cha mafanikio, lazima ujipime uwezo wako kwanza ukoje, kwamba katika eneo hili nikiingia nitaweza kufanikiwa. Lazima ujue udhaifu wako uko wapi, lazima ujue nguvu yako iko wapi, halafu uone ninapo seti lengo ninao uwezo wa kutembea katika hili lengo, kwa sababu ninao uwezo wa kulitekeleza, linatekelezeka. Mazingira pia yanaruhusu litekelezeke. Lakini kulikoni tu ukaingia mahali lakini unajua kabisa hapa hapatekelezeki. Jambo la 4, chagua watu sahihi wa kuwashirikisha malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu anastahili kushirikishwa malengo yako. Kwa nini? Fahamu, marafiki zako wa leo ni washindani zako na maadui zako wa kesho. Kwa hiyo unaweza ukaona watu ni marafiki, ni watu wa karibu, lakini wakawa ni sehemu ya kuua ndoto zako, ya kuua maono yako. Kwa hiyo omba neema ya Mungu ikusaidie siku zote katika malengo ulionayo. Mungu akuinulie watu sahihi ambao wanaweza kuwa msaada wa kukutia moyo. Hujawahi kuona unaweza kumwambia mtu unajua nina malengo ya kufanya kitu fulani, akamwambia yaani katika wote wewe kabisa kwenu wangapi washafanikiwa katika hilo? Anakuatisha tamaa. Lakini kama ukimpata mtu sahihi, badala ya kukatisha tamaa atakwambia yaani katika hili mwanangu jipe moyo, kwa sababu wewe utakuwa wa kwanza katika ukoo wenu kubadilisha historia na kujenga historia iliyo sahihi. Huwezi kufikia katika pointi hiyo mpaka umekutana na mtu sahihi na ukamshirikisha mawazo sahihi. Mimi nakumbuka nataka kuwa mchungaji, nimezungumza na baadhi ya watu, nikaangukia kwa mikono ya watu wengine ambao sio watu sahihi. Nilipowashirikisha hivyo, wakasema nataka kuwa mchungaji. Katika ukoo mzima hakuna hata mwinjilisti. Wewe unataka kuwa mchungaji hivi wewe umeangalia sawa sawa? Nikajua hapa nilipopeleka hii hoja sio mahali sahihi. Na wale wanasema kama siwezi tu hata mwinjilisti, kwa jina la Yesu Kristo imekuwa sio tu mchungaji, leo ni askofu katika kanisa la Mungu. Washirikishe watu sahihi. Malengo ulionayo watakusaidia, watakutia moyo, yamkini watatumia experience yao kukusaidia usije ukapita katika magumu ambayo wao walipita. Kumbuka maandiko yanasema enenda na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa mpumbavu ataangamia. Kwa siku zote jiassociate na watu walio sahihi, jiassociate na watu wenye hekima, washirikishe maono yako watu walio sahihi. Wanaweza waua malengo yako wakatoka hata ndani ya familia. Wakumbuke kaka zake Yusufu ndio walikuwa wa kwanza kutaka kuwa malengo ya Yusufu kuja kuwa mtawala. Mungu akuinulie watu sahihi ili uweze kutimiza malengo yako sawa sawa. Jambo la 5, kubali kubeba gharama ya lengo lako. Katika kuishi kwa malengo, katika kila malengo kuna gharama ya kuweza kufikiwa. Katika kila malengo kuna gharama ya kuweza kufikiwa. Si kitu rahisi, si kitu rahisi, ni safari ndefu. Nimekwambia nimetaka kuwa mchungaji tangu nikiwa shule ya msingi. Kulikuwa kuna gharama ya kuanza kuishi kichungaji mapema tu, kwa sababu najua ninakokuendea ni wapi. Kwa na wewe kijana mbona nisikiliza mahali hapa, na mwanachuo, unajua unataka kuja kuwa nani, una lengo la kutaka kufika wapi. Kubali kubeba gharama kutoka sasa. Usipoangalia mambo machache na madhaifu machache yanaweza kukuondoa katika malengo kama wengi walivyoondoka katika malengo. Kwa mfano, umekuja kusoma chuoni, lengo ni kusoma. Katika kufikia lengo la kusoma na kufaulu na kufikia wakati wa kupokea shahada yako, kuna gharama. Uko tayari kuzibeba hizo gharama?
Kuna wakati bumu litachelewa, utazibeba gharama. Kuna wakati maisha yatakuwa magumu, utazibeba gharama. Nakumbuka binti mmoja alikuwa anasoma chuo cha nursing pale Teule Muheza. Alikuwa ni binti mrembo. Hebu sema mrembo. Hebu sema tena mrembo. Alikuwa mrembo. Yule binti ameingia pale mwaka wa kwanza, akaanza kusumbuliwa na wavulana au na wakaka. Na unajua ule mwaka ukianza wa masomo, kuna watu wanasema kontena jipya limefunguliwa. Sasa sijui kama VC anajua hilo au hajui, lakini ukianza mwaka mpya wa masomo, vijana na msemo wao, hasa vijana wa kiume, wanasema kontena limeshuka, kwamba watu wakachague bidhaa. Kwa hiyo binti alipoanza mwaka wa kwanza, vijana wakasema ni kontena la safari hii sio la kawaida, limeshusha bidhaa sio ya kawaida. Na ule binti ametoka kwao, ana maisha ya kimaskini sana sana kabisa. Ameingia chuoni pale, lakini binti ambaye anampenda Mungu, ametoa maisha yake kwa Yesu. Lakini baada ya kufika pale chuoni, vijana wakataka kutake advantage, wenye kutoa ofa wakaanza, wenye kufanya hivi na vile. Lakini binti akaweka msimamo wake, akawa anakataa, anaishi kiugumu ugumu hivyo. Na alifika mahali akaishiwa kabisa, hata mafuta ya kujipaka alikuwa hana. Akafika mahali anawaomba wenzake, mpaka anafika mahali anaona aibu. Alikuwa anakaa bweni, kafika mahali kujipaka mafuta hana, akawa anachukua sabuni, anatengeneza povu la sabuni, anapaka mwilini mwake. Anachojua kwamba nipo hapa kwa kitambo tu, nitaondoka, lazima nifikie katika lengo langu, sikuja kubebwa na wakaka mahali hapa. Alikaa hivyo yule binti. Nakumbuka siku moja walitoka wakaenda na wenzake mahali fulani kwenye kijiji cha jirani. Wakiwa wanarudi na barabarani, hakuna nyumba za kujificha. Wingu la mvua likatanda, mvua itanyesha wakati wowote. Wote walikuwa na hofu na mvua, lakini yeye alikuwa na hofu zaidi. Kwa nini alikuwa na hofu zaidi? Alipotoka asubuhi kajipaka sabuni. Hasa mvua ikinyesha ataanza kutoka povu, itakuwaje katikati ya barabara? Akamwambia Mungu, lizuie hilo wingu mpaka nifike hostel, kwa sababu itakuwa ni aibu. Na Mungu mwaminifu akazuia wingu, akafika hostel. Kwa neema ya Mungu alimaliza miaka minne ya kusoma uuguzi. Sasa ana kazi yake, ana maisha yake. Alikubali kubeba gharama. Kuishi malengo ni kubeba gharama. Yako mambo yatataka kukuondoa katika malengo, na ndio maana mnaweza mkaanza wengi msimalize wengi, kwa sababu wengine hawakuwa tayari kubeba gharama. Labda niulize swali rahisi kabisa. Hivi hapa maeneo ya Mwenge, wakitaka mtu kukutoa outing na kupeleka wapi by the way? Yaani mdada katokea Mkaka, kaguswa, sema I feel that this evening I can go out with you. Anakupeleka wapi? Si kwamba wewe umepelekwa, ama ushawahi kusikia wanapelekanaga wapi? Nisaidie tu haraka. Unakwenda wapi? Mlimani City. Wow. Mlimani City ukifika pale na kununulia nini? Ice cream. Ice cream shilingi ngapi? 3,000. Mbona sisikie vizuri? 3,000. Naambia huko 5,000. 5,000. Baada ya simu anakununulia na nini kingine? Chocolate. Chocolate shilingi ngapi? 3,000. Kwa 5,000 na 3,000 na kuwa ngapi? 8,000. Kingine nakununulia nini? Yaani wewe soda, wewe chocolate, wewe kingine nini? Baga.
Baada ya shilingi ngapi? 10,000 tufanye. Kwa hiyo kwa elfu ngapi? 18,000. Alafu anakupa na nauli ya kurudi shilingi ngapi? 2,000 tu Bolti. Shilingi ngapi? 10,000. Haya tufanye 10,000. Kwa hiyo kwa elfu ngapi? Sasa wewe unajiona kwamba umependwa, umethaminiwa, umetolewa nje, yani kwa shilingi 28,000. Wewe hujatambua thamani yako na huna malengo katika maisha yako. Mwenye malengo hawezi kulinganishwa na ice cream za Mlimani City. Ice cream ya Mlimani City tabakiwa kuwa ice cream, lakini wewe utabakia kuishi na malengo, kwa sababu thamani yako ni zaidi ya ice cream za Mlimani City. Thamani yako ni nini? Maandiko yanasema kwa maana Kristo alitununua kwa vitu visivyofanyika kwa mikono ya wanadamu, bali alitununua kwa damu yake katika mti wa msalaba. Ndipo ilipo thamani yako. Kwa hiyo ukiishi kwa malengo, siku zote hutarubuniwa kama kijana, hutanunuliwa kwa vitu ambavyo vinaonekana. Hapa ninapoongea kuna mwingine ushaanza kutolewa katika mstari wa malengo, na anayekutoa hayuko mbali na wewe, yuko hapa hapa. Alafu kuna vijana wanasema kimemoyo, unajua baba askofu ulianza vizuri, ushaanza kuharibu. Wacha niharibu katika jina la Yesu muweze kupona, ili waweze kurudi katika mawazo ambayo Mungu anawawazia, mawazo ya amani. Kama kuna shida ni ya kitambo, lakini yuko Mungu mwenye kutuwazia mawazo yaliyo ya amani. Mungu hawezi kukupeleka chuo asikupe neema ya kumaliza chuo. Kama changamoto zitaibuka ni za kitambo tu, ni za kitambo tu. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Mungu aliyekuvusha kutoka umbali huo hawezi kukuishia njiani katika umbali uliobaki. Changamoto wacha ziwepo, lakini wewe katika ulimwengu wa roho jione katika kitu cha graduation, umetimiza lengo lako, ukiondoka na certificate yako. Ishi kama leo. Ipo gharama, kubali kubeba gharama, na neema ya Mungu ipo kukuwezesha. Jambo la 6, fanya jambo sahihi kwa wakati sahihi. Fanya jambo sahihi kwa wakati sahihi. Yako mambo ni sahihi, lakini wakati sio sahihi. Kwa kama uko chuoni unasoma, tambua jambo sahihi ni nini? Ni kusoma. Sasa muulize jirani yako, hayo unayoyafanya ni sahihi? Kitabu cha Mhubiri mwandishi anasema kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Inakuwaje unakwenda harusini, kwenye reception sijui ukumbini, unaanza kulia? Watu hawakuelewi. Kulia sio jambo baya, ni sahihi, kila mmoja analia, lakini je, unalilia wapi? Hapo ndio kwenye swali. Kama upo chuoni kwa ajili ya masomo, hakikisha unasoma. Hakikisha unasoma. Mimi wakati nasoma chuo, ilikuwa ni chuo cha private, nilijionea vituko vya kila aina, kwa sababu kile chuo tumechanganywa wanafunzi wa theology na wanafunzi wa elimu mbalimbali nyingine, faculty za business, mass communication na course nyingine mbalimbali. Mpaka unawaonea huruma hata wazazi ambao najua wamepeleka watoto wao chuoni kwenda kusoma. Anachokifanya pale mtu hakiwezi hata kuelezeka kwa namna moja au nyingine, na sina haja ya kueleza kwa undani sana, lakini ninyi wenyewe mnajua mahali hapa. Kuna watu mliingia chuo ukiwa mko focused, lakini baada ya kufika ukakutana na watu ambao wakakuelekeza, ambao wanajifanya wao ndio wenyeji katika mji. Wanakuona wewe mshamba tu, na wewe kutaka kuonekana kama sio mshamba, ukaanza kuchangamka. Kwanza kwa kufundisha mnaita catwash au ni gani ile kutembea miguu na ikapa mbele. Catwash. Catwalk. Kwa hiyo ukafundishwa catwalk, ukafuzu. Baada ya hapo ukafundishwa viwalo vya katikati hapo, na bahati mbaya sana sasa hivi nguo za watoto zimepanda bei kwa sababu nyingi zinavaliwa na watu wazima. Wakakuingiza huko, ukafika mahali
ukajiona kama ndio umefika. Je, jiulize swali, hayo ndiyo yaliyokutoa huko ulikotoka ukaja kurejista chuoni? Jiulize. Yako mambo ambayo you can change in a positive way, that is fine. Unapata exposure katika mambo mbalimbali, lakini hayo mengine ambayo umeingia nayo, na hapo unaponisikiliza unaona kabisa jinsi ulivyokuwa, jinsi ulivyokusudia ni tofauti. Jiulize why. Ngoja nikwambie jioni ya leo, mimi na msemo mmoja unauzoea kusema huko hivi: kuna umuhimu sana kuishi kwa kukomboa wakati. Ukajua upo katika wakati gani, unapaswa kufanya nini. Kwa nini? Kumbuka, sisi wote hapa ambao tuko hapa, miaka 100 iliyopita hatukuwepo. Dunia ilikuwepo, maisha yalikuwepo, yaliendelea. Miaka 100 iliyopita sisi wote hapa hatukuwepo. Lakini hiyo haitoshi. Miaka 100 ijayo kutoka sasa, sisi wote hapa miaka 100 ijayo hatupo. Fanya mazoezi, vaa barakoa, ishi kwa masharti kama Dr. Janabi anayotupa. Miaka 100 hatupo. Kwa nini hatupo? Miaka 100 iliyopita hatukuwepo kwa sababu hakukuwepo na malengo na makusudi ya kufanya sisi tuwepo. Miaka 100 ijayo hatutakuwepo kwa sababu mbele za Mungu mwenye kutuwazia mawazo ya amani, miaka hiyo 100 ijayo malengo yetu, malengo ya Mungu na sisi hayatakuwepo. Kwa hiyo hatupaswi kuwepo. Hatukuwepo, hatutakuwepo. Kwa nini tupo? Tupo sasa kwa sababu Mungu ana makusudi na sisi, Mungu ana malengo na sisi. Lazima tuishi malengo ya Mungu katika wakati uliotupa, tufanye jambo sahihi katika wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mmenielewa hiyo falsafa. Yesu akitishiwa na Pilato kwamba ana uwezo wa kukufungua na kukuua, akimtishia msalaba, Yesu akamwambia Pilato, sikiliza, usitishie msalaba. Nilizaliwa kwa ajili ya hayo, na kwa ajili ya hayo nalikuja ulimwenguni. Nimekuja ulimwenguni kwa sababu ya huo msalaba. Kwa hiyo Yesu anajua kwamba alikuja duniani kwa sababu, na hakuna mwanadamu ambaye amekuja duniani pasipo sababu. Anasema nalizaliwa kwa ajili ya haya. Nisaidie kumgeukia jirani yako, muulize, hao unayoyafanya ulizaliwa kwa ajili ya hayo? Ukimkuta uko serious, ujue anapambana na hali yake uko ndani, kumesha kuwa na mgogoro. Lakini pointi yangu ya msingi ni kutaka kukukumbusha, wakati unapita, unapaswa kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi. Kama ni wakati wa kusoma, soma. Sisi wengine tumesoma masomo mengine elimu ya juu tukiwa watu wazima, tuna familia. Hata fikiria wewe unadaiwa ada, mwanao pia anadaiwa ada. Mgogoro wake unakuwaje? Mapambano yake ni makubwa. Lakini kama tungemaliza mapema huko chini, adhabu ya huko juu tusingeiona katika sura hiyo. Hasa kijana, huo muda unao wa kusoma kwa bidii, lakini hufanyi jambo sahihi kwa wakati sahihi. Ishi kwa malengo. Huu ni wakati wa kusoma, soma. Jambo jingine, niseme jambo la 8. Weka bidii katika malengo yako na jitahidi kufanya kwa ufanisi. Kama umeweka lengo lako ni lengo fulani, hakikisha unaweka bidii katika kutimiza lengo lako. Lakini pia malengo mengi yanakuta wakati mwingine yanafanana. Utajipambanuaje na watu wengine? Ni kwa kufanya kwa ufanisi. Kwa ufanisi. Kwa ufanisi. Mnaweza mkafanya kitu ambacho kinafanana, lakini ufanisi ukatofautiana. Na ufanisi ndio ukakupambanua wewe ni nani. Tumie mfano huu rahisi. Mmeshawahi kwenda shuleni mkakuta walimu wanafika shuleni, hasa shule za msingi za watoto wadogo. Kuna mwalimu mmoja akiwa anaingia shuleni, watoto hawana hata habari, wako bize mambo yao. Lakini kuna mwalimu mwingine akija, watoto wote wanaacha shughuli zao, wanaanza kumshangilia, mwalimu, mwalimu. Yaani wanapanga foleni, wanamshangilia kabisa. Unajua huyu mwalimu anafanya, ukifuatilia kwa nini? Anafanya kazi yake kwa ufanisi. Anacheza na hao watoto, anawaimbisha, anafanya hiki na kile. Sasa wewe kama wewe katika lengo ulilojiwekea lolote, je, unafanya kwa ufanisi? Unaweza ukafanya ukawa na lengo dogo tu la kawaida, hata kufungua genge. Nichukue mfano wa kawaida, kufungua genge au duka.
Mungu anasema ukiwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi. Pale katika ulipo unafanyaje kwa ufanisi? Unakuta mtu amefungua genge, unamuuliza mbona hizi ndizi hazijaiva? Anapokujibu nataka nizivishe hapa. Wewe uweze kuchagua hizo iva. Wale soma mambo ya marketing wanajua. Mteja kumpata ni kitu kingine, kummaintain ni issue nyingine. Sasa katika kufanya kwa ufanisi juu ya malengo uliojiwekea, hakikisha lengo lako unalipalilia katika ufanisi wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siwezi kuelezea lengo kwa lengo kwa sababu malengo ya watu yanatofautiana, lakini hakikisha mahali ulipo lengo lako unataka kuwa nani na unafanyaje kwa ufanisi. Unafanyaje kwa ufanisi? Mimi tangu mapema niliona kama Mungu amenipa huduma ya kichungaji. Kwa hiyo bidii yangu yote na ufanisi wangu wote nikauweka katika eneo hilo. Na ninajua katika eneo moja wapo ambalo linanipasa kulifanya ni kuhubiri. Nilikuwa nawaambia juzi pale chuo kikuu UDSM. Nikamwambia katika kufanya kwa ufanisi pia kutakusaidia ujue weakness yako iko wapi, halafu unaificha vipi katika ufanisi ule nao. Nikamwambia mimi na udhaifu ambao wengine ni vigumu kujua. Mimi nina kigugumizi. Lakini kukijua sio rahisi. Kwa nini? Nakifanya kwa ufanisi, naweka pause kwenye kigugumizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno nikiyasema unaweza ukasema bwana ana pause sana. Sio pause, vimeumana. Lakini mimi kwa sababu fani yangu ni kupresent mbele za watu, lazima nitafute ufanisi gani utanisaidia nivuke katika hii level. Ngeuke jirani yako muulize, unafanya kwa ufanisi kwa kiwango gani? Katika lengo lilonalo, unataka kuwa chief somewhere. Lazima ukubali kufanya kuliko kawaida ili mafanikio yako yawe sio ya kawaida. Muda hauniruhusu kuendelea kusema zaidi, lakini fanya bidii, weka bidii na fanya kwa ufanisi. Jambo la 8, elewa lengo lako na uishi lengo lako hata kama wengine hawakuelewi. Yaani wewe lielewe lengo lako ni nini, liishi lengo lako hata kama wengine hawakuelewi, watakuelewa baadaye. Na dunia tulionayo, kuna watu wengi wanaweza kufanya jambo wewe una lengo nalo, wakakubeza, wakakusema vibaya na hivi na vile. Wasikusumbue, wacha waseme watakavyosema. Usijipime kwa mrejesho wa kwao, jipime kwa msukumo wa neema iliyo ndani yako unaosukumwa kufanya nini. Unapoendelea kufanya hivyo, na wanadamu walivyo wanafiki, ukishafanikiwa utasikia tulikuwa tunakuombea sana. Saa ngapi mmeniombea? Usitake kueleweka na watu, wao wenyewe hawajielewi. Wewe elewa ya kwako, songa mbele katika jina la Yesu, ishi kwa malengo katika maisha yako. Niseme jambo la mwisho kwa sababu ya muda. Unapoishi kwa malengo, marufuku kukata tamaa. Marufuku kukata tamaa. Usidhani kuishi kwa malengo itakuwa ni safari ambayo iko very smoothly. Founder wa Family Bank ya Kenya, wakati tuna graduate, ndio alikuwa mgeni rasmi, na akaja akatupa ushuhuda wake. Akasema yeye familia aliyokulia ni ya kimaskini sana. Amevaa viatu, yani viatu vyenyewe nikisema ni viatu, sio hizi labda sandals au buti, no. Ameanza kuvaa kanda mbili akiwa form 1. Primary school yote ametembea akiwa hana viatu, hana uwezo. Lakini tangu akiwa primary, ndani yake alikuwa ana malengo ya kwamba siku moja aje amiliki benki. Wewe fikiria, viatu huna, una lengo la kumiliki benki. Akaendelea na malengo hayo. Mungu akampa neema, akamaliza sekondari vizuri, akafaulu vizuri, akaingia chuo, akafanya vizuri, na akasoma masomo hayo ya finance. Amefika mahali, amemaliza chuo, akaajiriwa muda mfupi mahali fulani. Akawaita marafiki zake, akamwambia bwana, nina malengo ya kufungua benki. Wenzake wakamsikiliza, mipango alionayo mizuri. Wakamuuliza, una mtaji kiasi gani? Akasema sina mtaji wowote, hata senti 5 sina, lakini nina malengo ya kufungua benki. Wakamwambia, kama tungejua unakuja kutupotezea muda hivi,
huna hata hela. Wakamkatisha tamaa completely. Akaondoka pale, wale wakatawanyika. Lakini baadaye akasema hapana, mimi tangu primary nina lengo la kufungua benki na sio kuwa mwajiriwa katika benki. Akaendelea kuishi malengo yake. Wale wakaondoka, Mungu akampa neema, akampa bidii, akampa other resources ambazo kwa anazihitaji. After 10 years Mungu akamuinua, akaanzisha Family Bank ya Kenya, ambayo nafikiri matawi yake ya Tanzania hapa yapo. Kutoka hapo wale waliomkimbia kwenye kikao, wengine wakaja wakaomba kazi kwenye benki yake. Wacha wasikuelewe leo, wacha kukimbie leo, watakuja kuomba nafasi katika malengo yako. Usikate tamaa. Na kuna pointi moja basi kuzungumza kwa sababu ya muda. Unapoishi katika malengo kuna gharama. Ndani ya gharama hiyo pia itakuchagulia hata marafiki wa kuambatana nao. Kuna wengine tabilaziwa uwapuni ili malengo yako yaweze kutimia. Si ajabu uliyekaa naye karibu hapo inabidi umpruni ili uweze kufika unakotakiwa kufika. Mwangalie wa kulia na kushoto, alafu muhifadhi tu. Yamkini uachane na yeye ili ufike unapaswa kufika. Kwa jambo la msingi nataka kulisema hapa, ndani ya kufikia malengo, katika kuishi kwa malengo kuna kukatishwa tamaa. Hautaepuka kukatishwa tamaa, lakini unaweza ukaepuka kukata tamaa. Wewe mwenyewe ukasimamia malengo yako. Nitoe mfano huu wa mwisho niweze kufunga kabisa. Mwanasaikolojia mmoja aliyekuwa na deal na saikolojia ya wanyama pamoja na wanadamu alichukua kwela. Wangapi mnafahamu kwela? Yale kufugia samaki ya vioo. Wangapi wanafahamu? Jamani, amfahamu kwela ama kufugia samaki ndani sebleni na kutameka samaki, mnayafahamu au nimeyatamka tofauti? Yanaitwaje? Hivyo. Akachukua akatenganisha na kioo side A na side B. Side A akamweka samaki mdogo, side B akamweka samaki mkubwa. Kwa kawaida samaki mkubwa huwameza samaki wadogo, ni chakula chao. Huyu samaki mkubwa akawa anakuja kwa kasi mara nyingi ili amle huyu samaki mdogo. Kila akienda anakutana na ukuta wa kioo, anashindwa. Akafanya majaribio hayo kwa miezi, ameshindwa. Mwisho samaki mkubwa psychologically akasema huyu samaki mdogo ana uzio sio wa kawaida ambao unamlinda huyu, hawezi kulika. Kwa kuna wakati mpaka wakawa wanasogeleana kwa karibu hivi, huyu upande wa huku, lakini hawezi kufanya kitu kwa sababu ya kioo. Akafika mahali samaki mkubwa akakata tamaa juu ya samaki mdogo. Siku moja yule mwanasaikolojia akaondoa kile kioo katikati. Samaki mdogo akawa anakwenda mpaka kwa samaki mkubwa, samaki mkubwa anakwenda mpaka kwa samaki mdogo, wanakaribiana na kukaribiana, lakini samaki mkubwa kila akisema hiki ni kitoweo ni mle, anasema huyu haliki, ameshindikana, akijua bado kuna kioo chenye kuwazuia. Nataka niseme neno gani? Inawezekana katika ukoo wenu hakuna aliyeweza kufanikiwa kufikia malengo kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya vizuizi mbalimbali. Inawezekana wewe mwenyewe hata kuna wakati uliweka malengo yakashindwa kutimia, umefika mahali umekata tamaa. Twenzetu kwa Yesu mwaka huu inatuamsha kwa upya tuishi kwa malengo. Kwa nini? Yesu alipokufa, maandiko yanasema pazia la hekalu likapasuka ili pale wasipoweza kufika wengine, kutoka sasa waweze kufika patakatifu pa patakatifu. Ishi kwa malengo, neema ya Mungu iko mbele yako, iko juu yako kuweza kukusimamia, na usikate tamaa. Ulioshindwa kufanya, walioshindwa kufanya wengine, neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kuweza kukufanikisha. Na yajua mawazo na wazia ninyi kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. I know the plans which I have for you. Mungu awabariki. Amen.